Sawa, katika hafia ya kuendelea Simba kuonesha kwamba wao wako pamoja, kuna baadhi ya vitu ambavyo havikukaa sawa hapa katikati. Tuliona wakina JB 64 na kamati ile ya masaa 72 wakamwambia Mo atoke na nini, sio tunampa hivi sio nini. Baadaye tukaona na places zingine Mangungu tena huko, yani inaonekana kabisa kuna watu si wa Mangungu, kuna watu wa nani, kuna watu wa nani. Ni kama vile mvurugano fulani ulitokea. Binafsi yako tu wewe kama ukiwa mtu ambaye sija kuona kwenye hayo matukio, haujashiriki. Hem, tuambie nafasi yako wewe ukiangalia haya mambo. Chanzo chake kilikuwa ni nini haswa? Tuambie tu ni chanzo ambacho labda wewe unakifahamu. Kwa nini ilikuwa vile? Maana ukisema influencers of Simba, wewe pia upo lakini hukuonekana kwenye yale maeneo, hukushiriki kwenye yale maeneo. Tuambie kidogo unachokielewa juu ya ile sakata zima jinsi lilivyokuwa. Mimi nacho ambao sikielewi ni kwanza sijui chochote kuhusu ile swala, na hata mimi nipigiwa simu, njoo tuende kwenye place, inahusiana na nini? Yaani niulizo inahusiana na kitu gani? Tunajadili timu yetu. Kwa nini tusijadiliane tu huku tu? Tukaandika mswada tukapa viongozi. Nilipigiwa simu kweli, twende kwenye place na nini? Mimi nikasema mimi siwezi kwenda kulingana sababu sijui tunaenda kuongea kitu gani. Hivi Simba ni ruksa mashabiki kujadili timu yao kwenye place na sio kwenye matawi ambayo wanatokea? Hiyo sio ruksa. Ndio maana kuna msemaji, kuna viongozi wako pale. Na hisi hiyo kitu Simba uko na uwezo kufanya jambo lolote kwa wale. Lakini mimi kwa hiyo sijui chochote. Lakini baadaye nikaona zimeanza kuwa published pale, watu wanazungumza. Tunafanya interview Abdul Karimu sasa, yeye ni kiongozi wetu. Boa, muona bwana kwa vitu kama hivyo. Mimi nilipigwa simu kiukweli, wala sio utani, nilipigwa simu lakini nikataka nijue kwamba kuna kitu gani tunataka kuzungumza. Wakaniambia tunazungumzia timu. Kuzungumza timu, kuna kiongozi yote anayejua hiyo swala? Hakuna. Je, tunaenda kufanya interview tunamzungumzia tunazungumzia mtu fulani kwenye mazingira gani? Umeona? Ulikuwa tuna maswali mingi sana, basi mimi niacheni. Umeona? Ukala winga. Nikala winga. Nikampigia simu Lax, nikampigia simu Lax, nimepokea simu hapa. Hebu nijue huko na shida gani? Alafu na akamba wewe umepokea simu? Vitu tayari hivyo. Kuangalia mtandaoni. Watu ndo wanaongea moto mkubwa. Yes. Kwa mimi naona vile, alafu maskini Mungu kuna kijana mmoja katika zile press. Kuna kijana mmoja bosi anampenda sana. Yerut. Anampenda sana. Alivyoona interview na iko pale. Sasa mimi sijui mwenyewe, ila mimi nilivyomuona vile. Kasema jamani. Na tena akati ndo bosi, sababu sasa alikuwa anatumia video zake, kijana anafanya vizuri sana. Yaani bosi anampenda sana. Mimi nilivyomuona nikasema nikisema nitumie message hapa sio sawa, hebu nitulie kwanza. Lakini dogo ni mtu yule anasema nakupa masaa 72. Yule dogo bosi alikuwa anamkubali sana. Lakini baada kuna kwenye replace sasa hata kesho atanivua nguo huyu. Umeona? Kwa sababu dogo mpaka kesho naomba 10,000, 20,000, 30,000 Dumato naomba 50,000 namba laki. Bosi nikutane na bosi hapo. Nikasasa kwa hali ile nilivyomuona bro siwezi. Kwa hiyo vitu vingi kama mchungaji bwana nitoka kumpigia simu mchana huu, amesema bwana kweli bwana Dumato tulikosea. Kwa nini? Mimi na sasa kumuuliza kwa nini umefanya vile? Na bwana sisi bwana ile ni miemko tu. Ni miemko, tuna hasira na nini. Nikamwambia mchofanya mmekosea. Mmekawathamini nyuma pale, mnaongea maneno ambayo sasa yani kumkatisha tamaa mwekezaji. Umeona? Alafu wewe nyinyi sio watu rasmi wa kuzungumza si timu ya Simba. Sisi na nyinyi ni mashabiki. Ndio maana nilivyouliza mnaniita kwenye hiyo press nije kufanya kitu gani? Wewe unajitesa unajua sio nini. Haya, achana sisi. Huyo mtu kabisa. Mimi nikasema ina shida, nikaacha sikwenda. Wife nikamwambia wife nimeitwa kwenye wife, achana nao. Siende nilichokiona hapo. Kitokea vile na sasa haya ubao katoka pale. Jeshi la polisi washughulikie. Nikasema toba. Kazi. Lakini wale wamefanya kwa miemko yao, lakini walikosea kwa kweli, walikosea. Ili miemko ile si mizuri. Unajua ukiwa na hasira unaweza kuongea jambo lolote kaka. Ukiwa na hasira. Na mimi hata timu ikifungwa sizungumzi chochote. Nakaa tu kimya hivi kwa sababu mimi sio msemaji, mimi sijajiliwa na Simba. Simba ni timu ambayo kila mtu anaruhusa kuishabikia. Lakini sio kuisemea, kutisha press, vyombo vya habari, kwanza kuitoa maneno, haipendezi. Sisi tu mashabiki. Ukiwa shabiki mzuri,
Sawa watu kukupenda. Ndio kama hivi Jeruti ananipa maisha. Niko ofisini, napiga zangu kazi fresh. Najua mipaka yangu iko wapi, na heshima niliokuta. Maisha muda wako ukiisha naondoka. Lakini fursa kama hizi tunazuia kulingana na tunavyofanya sisi mashabiki. Wewe unazungumza kwamba eti tunakupa masaa 72. Serious. Unampa tajiri masaa 72. Masaa 72. Wewe mwenyewe unaniomba mimi hela. Shilingi ngapi? 35,000 aliniomba na kamba gari kijana. Sasa tamani nimpigie simu akasema sasa dogo maskini ya Mungu alafu ndo nataka nimkutishe na Jeruti. Sasa inakuwaje sasa? Kwa hiyo afu kuna mtu mwingine alisema kwamba kwenye sakata Jeruti anahusika. Jeruti anahusika vipi sasa Jeruti pale maskini ya Mungu? Jeruti hahusiki na chochote kaka pale. Na siku mbili hizi wameonekana wakiwa Mwanza. Unaelewa chochote? Na wewe tena hujaenda tena huko. Mimi si chochote. Yaani wale ni mashabiki wa Simba kabisa. Lakini sasa unajua bwana kwenye hizi bwana haya mambo haya mimi si chochote, lakini haya mambo haya tuende kwa utaratibu na akili. Yaani kuna msemo mmoja anasema hao watakuwa na njaa. Mimi sisemi kama wana njaa. Sisemi kama wana njaa. Sababu kitu na njaa, mimi na njaa ndio niko hapa. Lakini sijui chochote kuhusu. Sasa kama utakuwa na njaa hivyo, sio unaweza kutumika hata na upande wa pili ikitokea labda. Kwa sababu kama njaa kama inakuendesha ujue kabisa kuna namna utapita njia sio. Na hiyo ni mbaya sana. Ndio tujitahidi sana kucontrol hisia zetu. Sababu bwana haya mambo haya mimi kikweli baada ya kuona vile interview ile watoka kina Dr. Mo wakaja nyingine. Sasa wanatukana wale sasa. Walioanza mwanzo. Mimi ndio nikampigia Relax vipi? Basi bwana sisi tuandae ya kwetu. Umeona? Nikasema tuandae ya kwetu. Sasa mimi nia yangu kama Relax tujiunge kwa mimi Relax Tunda Agi tuweke vitu sawa. Nikaona hii na hii hapana. Akasema hapana. Nikampigia Peti kaka sisi sio wasemaji wa timu. Kujimilikisha hisia za watu hii sio sawa. Peti kaniambia kaka usishiriki popote. Ndio nikaacha. Ila mimi nitaka nijumuike na kina Relax Tunda na Gisimba. Lakini nilivyoona ngoja nitulie kimya. Baadaye pesi nyingine kutoka Mbagala. Chuma kimeitika. Chuma nyingine ya Mbagala. Baadaye na chuma nyingine kutoka nikapiga simu kwa Relax, jamani punguzeni press hiyo. Mnatuchanganya. Miluzi mingi. Sasa ile miluzi mingi ndio umpoteza nini? Umpoteza nini? Mbwa. Umpoteza mbwa.